Unajua kuna maombi yasiyo na maana, maombi yasiyo na matokeo ambayo yamekuwa yakifanywa na makanisa mengi leo. Hao watu wakijihisi wanamuomba Mungu, kumbe wanapoteza muda, kwa sababu kuna misingi na vitu wamepandikiziwa na watumishi wao kwenye akili zao, kwamba ukiona mtumishi amefanikiwa, huyo ni free mason. Eti ukikuta mtumishi anaomba hivi, kama una mapepo unalipuka kabla hata hajakuwekea mkono, huyo ni nabii wa giza. Wameaminishwa kwamba ili mtu alipuke mapepo lazima uweke mkono, lakini kumbe kuna wakati uwepo wa Mungu huwa unashuka unapoomba. Kabla hujaweka mkono, mapepo yanalipuka. Unapokuwa kwenye kufundisha neno la kweli, mapepo yanaweza kulipuka yakatoka na kuachia watu. Sasa wamepandikizwa kwenye fikra zao kwamba ukikuta aina ya huyo mtumishi, bila shaka ni wakala wa kuzimu. Watu waliokuwa na fikra finyu na kuwaza kwenye akili zao kwamba Roho Mtakatifu ni mdogo kiasi hicho. Bado tukisoma kwenye maandiko, kuna mahali Yesu alikuwa anafundisha kwenye sinagogi, na alipokuwa tu katika kufundisha, mle ndani palikuwa na mtu mwenye pepo. Akapiga kelele akasema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Sasa Yesu ilitokea hivi na akasema, sisi tuliobaki tutafanya makubwa kuliko yale aliyoyafanya, si zaidi sana kwa watumishi wa Mungu leo. Kwa watu wanaingia kwenye mfungo. Nikutana na mtu mmoja akaniambia kwamba waliwahi kufanya maombi ya kuifunga huduma ya Mwakasege kwenye ulimwengu wa roho, kwamba ifungwe, ipotelee mbali, kwa sababu ni nabii wa kuzimu, kitu ambacho ukienda kwenye misingi hakipo. Watu wamepandikiziwa imani feki, na ndio maana nafika mahali imani zinatukanwa, kwa sababu watu wanaamini katika udogo na sio katika kuinuliwa na Mungu na kutumika kwenye viwango visivyokuwa vya kawaida. Kwa mtu na akili zake timamu anafunga na kuomba eti namkamata Prophet Justin kwenye ulimwengu wa roho, na mfuta na mnyamazisha. Huwezi kuninyamazisha my friend, huwezi kuninyamazisha. Ninamkamata mtumishi ambaye kimsingi ni mtumishi wa Mungu, ila kwa sababu kuna namna Mungu anamtumia, aidha kwa sababu ya uvivu wako au udogo wa imani yako, unaamini potofu, unajikuta unaingia kwenye maombi ya kumfunga na kumwalimu. Kumbe ndo kwanza malaana yako yanageuka kuwa la baraka kwake. Tunachokifanya watu wa kanisa la Mungu ni kukosoa watumishi wanaotumika vibaya, wanaotumika na maroho ya kuzimu wakiipotosha Injili, au ndo tunashughulika nao, ambapo kigezo tunachotazama sisi sio kwamba eti kisa ameinuliwa kihuduma au kisa eti akiomba hivi watu wanafunguliwa. No, kuna vigezo tunavitazama. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:28. Nikashangaa kuona mchungaji mmoja anafosi watumishi wote duniani wahubiri kama yeye anavyohubiri, kitu ambacho hakipo kwa mujibu wa maandiko. Kila mmoja kuna wito amepewa. Kama unachohubiri unahisi ni wito wako, ni wewe. Kila mmoja kuna wito anapewa. Cha msingi asitoke nje na neno la Kristo, asiuze maombi, asiuze uponyaji, asiwape watu viambatanishi, maana jina la Yesu peke yake linatosha. Anasema Wakorintho wa kwanza 12:28, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu waalimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Kwa Mungu ameweka vitengo tofauti tofauti vya huduma ndani ya makanisa, na kila kitengo kuna wito Mungu anakipa namna ya kuhubiri na kumtumikia. Sasa kama unataka watumishi wote duniani wahubiri kama wewe, tafsiri yake ni kwamba hapakuwa na maana ya kuwekwa mitume, ya kuwekwa manabii, ya kuwekwa walimu pamoja na huduma nyingine, wainjilisti huko, sio wachungaji. Hapange kuwa na hiyo maana. Kwa nini Yesu ameweka hivi? Kwa sababu kila mmoja na wito wake, kila mmoja na mission yake. Cha msingi aende vile neno linataka na asitoke nje na maandiko. Sasa unaweza kuona kwa mfano ule mtu ananiambia wanafunga na kuomba, tena maombi mazito, kuifunga roho ya Mwakasege, kufunga huduma ya Mwakasege. Ona ni kiasi gani anapotea kwa kukosa maarifa. Anajaribu kufunga kitu cha kimungu ndani ya mtu.
mpaka Mungu mwenyewe anakushangaa kwamba ni mimi Mungu nawezaje kwenda kujifunga tena mwenyewe? Lazima ifike mahali watu watambue, ndio ikazaliwa imani kwamba ukiwa maskini ndio utaenda mbinguni, ila ukiwa tajiri huwezi kwenda mbinguni. Mbona kina Ibrahimu kwenye Biblia walikuwa matajiri, kina Ayubu kwenye Biblia walikuwa matajiri na wanashuhudiwa kuwa ni watu walioishi kwa imani? Kwa nini wewe leo Mungu asionekane kwako? Unapandikiziwa vitu vya uongo ili upotee na upoteze vizazi vinavyokuja, kwamba kumbe kwenye kufanya huduma tunaishia level tu ya chini, hatuinuki sana. Tena kafuatia habari za mitume kwenye Biblia, the way walikuwa wakitumika na Mungu. Biblia inasema ilifika mahali hata kivuli cha Petro watu walikuwa wakiweka wagonjwa ili akipita angalau waponye. Sasa nimekuja kuzungumza haya, nataka nikite misingi kwenye vitu kadha wa kadha. Kitu cha kwanza, Mungu anaweza kumuinua mtu sana kihuduma na ikawa ni kwa utukufu wake Mungu mwenyewe, na sio kwa utukufu wa mtu wala sio kwa maslahi ya mtu, ni kwa utukufu wake. Kitu cha pili, Mungu anaweza kumuinua mtu kimaisha akamfanikisha. Ndio tafsiri ya lile andiko kwenye kitabu cha Isaya. Naomba kufika hapo. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza mstari ule wa 19. Isaya 1:19 anasema, taanzia 18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Anaongelea habari ya utakaso, kumrudia Bwana. Unatakaswa, unakuwa safi, unakuwa mweupe. Nini kinachotokea baada ya hapo? Anasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa mtu anapokubali na kuitii sauti ya Bwana, akatubu, akaenda kwenye maagizo, Yesu anasema atakula mema ya nchi. Mungu atakubariki, atakufanikisha, atakuinua. Lakini pia kuna mahali ukisoma kwenye Matendo ya Mitume wanawaambia, haya tubuni, mrejee, dhambi zenu zifutwe, ili zije nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Zije nyakati za kuburudishwa. Unakaa tu hapo chini, unakubali kwamba mimi ndo hapa, Bwana akinibariki nikiwa na gari nitamkosea, Bwana akinibariki nikiwa na maisha mazuri nitamkosea, Bwana akinibariki nikiwa na maisha mazuri, nikiwa na nyumba nzuri, nitakwenda kinyume chake. Umekaa hapo chini. Maandiko yanasema mwenye imani hula vyote, lakini dhaifu hula mboga tu. Nikaona mtu mmoja anadanganya watu na anajiita mtumishi. Eti sifa ya mtumishi wa kweli ni kukonda sana, kudhoofika. Eti ukiona mtumishi wa namna hiyo, huyo ndo mtumishi anayemtafuta Bwana, ndo mtumishi mwenye huruma na watu. Akonde na kudhoofika, upumbavu mtupu. Watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Akitumia lile andiko linasema kwamba utu wetu wa nje unachakaa, wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Sikia, Biblia imesema unachakaa, sio unakonda. Tofautisha neno kuchakaa na kukonda. Kwa kuna mtu anatafuta mazingira ya makusudi adhoofike sana mwili, ili akiona, akihisi kwenye akili yake, huo ndio utakatifu. Kumbe kikubwa, kaa kwenye neno. Kama ni kufunga, funga. Kama ni kuomba, omba. Maagizo ya Kristo. Tembea na neno. Lakini usifosi uwe na kamuonekano fulani hivi cha kutiatia huruma fulani hivi, eti ndio utumishi na utakatifu. Nimefungwa nisile ugali, nimefungwa nisile wali, nimefungwa nisile kitu fulani, nimefungwa nisipande gari, nimefungwa nisipande ndege. Kwa hiyo ikitokea mtumishi amepanda ndege, tayari unasema ana kiburi. Ikitokea mtumishi amekula chakula kizuri, unasema tayari amepotoka, maana umefundishwa uovu. Kuwa chini eti ndio kumpendeza Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awape neema. This is Prophet Justin. Amen.